Kila mtu aliyeondoka kwa chama hiki kwa njia moja au nyingine anajua utaratibu wa kurudi ndani ya chama. Dr. Slaa alijiondoa, alipoamua amerudi, ameomba msamaha, akapokelewa. Anton Komu aliondolewa na kamati kuu, alikuwa mbunge, alikuwa mjumbe wa kamati kuu, alikuwa mkurugenzi wetu wa fedha wa muda mrefu na mbunge wa Moshi vijijini. Amerudi kwa utaratibu, ameomba kwenye kamati kuu iliyomuondoa akarudi. Wengine wote wanachama wetu wanajua namna ya kutafuta wanachama, namna ya kuomba wanachama au namna ya kurudi kwenye chama. Wanajua wao. Katiba yetu iko wazi. Na nyie someni, mjielimishe, mjue hivi vitu, waandishi wa habari muwe na taarifa. Watu wasije wakawatapikia mambo tu. Kwa mfano juzi niliona jaji anawaambia au Kairima Chadema imejifuta kwenye uchaguzi. Angesema vile Kenya, waandishi wa habari wangemscrew, angejihalishia pale. Kwa sababu they read, they know, wanajua. Na wanajua nchini ya kwetu hawana upande, lakini wanakuwa wanajua sheria ya uchaguzi inasema hivi, utaratibu unasema hivi. Kwa hiyo angemuuliza, wewe Kairima, wewe ni nani kusema hivi? Umesimama kwenye nini kusema hivi? Au yule jaji wa mahakama ya rufani asije tu anatapika kama mtu anatapika matapishi tu, kwamba tumesema hivyo. Waende mahakamani, muulize kwa sheria ipi, kwa utaratibu upi unasema hivi. Kwa waandishi wetu pia na wasihi, kwa sababu nchi hii ni ya kwetu, ikiharibiki na tuharibikia wote. Mjibidiishe, mpate taarifa mnapokwenda kuzungumza na watu, muwe na hizo hoja za kumuuliza na asije tu kuwahutubia na kuwaletea mapambio. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nafikiri tumemaliza. Mpaka wakati mwingine.